Sasa anasema ambaye mwanzo alikuwa na namna ya Mungu. Tafsiri nyingine nasema ambaye mwanzo alikuwa ni Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Hakuona ufahari wa kukaa mbinguni kwamba nitabaki hapa sasa mimi na utukufu wa kimungu ashikamane nacho. Hapana, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya, sema alijifanya. Alijifanya. Sio kwamba alikuwa hana, alijifanya hana utukufu. Akatwaa namna ya mtumwa. Akavaa namna ya mtumwa. Akawa na mfano wa mwanadamu. Akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Alipoonekana kama mwanadamu, alijinyenyekeza. Alinyenyekea. Akawa mtii. Akawa mtii hata mauti. Paka mauti. Na mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba. Mungu mwenyewe alivaa mwili akazaliwa kama Yesu. Ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa yeye. Ndani yake kulikuwa na uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza likuiweza. Anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu kama utukufu wa Mungu. Wapendwa, Yesu ni Mungu mwenyewe. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Mungu mwenyewe alivua enzi akavaa binadamu, ndio akazaliwa kwenye holi ya ng'ombe. Amenyenyekea. Hakukosa hoteli ya kuzaliwa wewe, hakukosa guest ya kuzaliwa. Ilibidi aje chini, mahali pa chini. Hii inatufundisha Yesu alikuja kwa watu wote, hata waliodharauliwa ni kwa ajili yao, hata waliokata tamaa ni kwa ajili yao. Kama angezaliwa Ikulu tusingeweza kuokoka wengine, kama angezaliwa kasiri tusingeweza kuokoka wengine. Ilibidi ashuke ili atuokoe tuliokataliwa. Ndio maana kina Mohamedi tuko hapa tunamhubiri, ndio maana wewe uko hapa unamhubiri. Yesu alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Hey! Wakorinto anasemaje sasa? Haleluya. Ndio maana hii Christmas mimi nisipokula ubwabwa sio kesi. Mwambie mwenzako ni hata ubwabwa usipopikwa kwangu sio kesi.